Wewe mwenda wazimu, mdangaji wa kimaskini. Siku zote wanasema mjumbe hauawi. Sisi tumeagizwa na mkuu tuje kuchukua roho yako kwa sababu umegoma kutoa kafara ya mume wako. Nyinyi watoto wadogo sana kwangu. Hamniwezi kwa chochote. Labda mkamwambie mkuu wenu ndo aje hapa, lakini sio nyinyi. Naitwa Zita Mwanakombo. Nakupongeza binti, kwa sababu hii vitu ulioichagua hutaiweza. Msimamo wangu ni ule ule. Siwezi nikamtoa mume wangu kafara. Na mkamwambie mkuu wenu Suzi kagoma kumtoa mume wake kafara. Yaani wewe baada ya kuomba msamaha unataka kutupanda kichwani eh? Nyama ni nyama. Nyama. Nyama ni nyama. Nyama. Nyama ya mtu. Nyama ya mdudu. We nyama ni nyama. We nyama ni nyama. Nyama ya huyu. Leo ndio imeshafika mwisho wako. Na hii ndio komesho ya wanaume wote ambao hawajali majukumu yao na kuwatesa wake zao. Naitwa Zita Mwanakombo. Nilikuahidi nitakuonesha. Na hii ndio dawa ya mwanaume jeuri. Mkuu, ile kazi ambayo ulitugea mimi na Nana tumeshaikamilisha. Na mpaka dakika hii naongea na wewe, yule mume wake tumeshamchukua na tumemhifadhi sehemu. Hiyo nzuri, tena inapendeza sana. Yaani katika siku niliyofurahi leo nina furaha kupita kiasi. Sababu yule mwanaume alikuwa mpumbavu sana. Alikuwa anamtesa sana yule jamaa. Sasa ni wakati wake umefika. Na hisi hiyo supu na hiyo nyama itakuwa tamu sana. Kwa nini ujue? Wanaume kama wale wenye vidomodomo, yani ni lazima watolewe sadaka. Yani ningeomba hata serikali ipitishwe huu mswada bungeni. Ndio maana mwaka huu mimi nataka kutia nia. Nikachukue fomu nigombee ubunge. Nikawakilisha wachai wote Tanzania hii. Sawa.
wewe tia nia, kachukue fomu, ukishajaza na kwanza katika kura za maoni tu wewe namba 1. So unajua kazi zetu unakosa wapi kuwa namba 1? Tunafeli vipi? Takuwakilisha vema sana bungeni. Basi ndo hivyo mkuu, tunasubiria tu ratiba yako, tulete lini ili tuweze kumnyanyana. Hii ratiba namsubiri kwanza Sengo na Abigaili. Kuna sehemu nimewatuma. Wakisha rudi inabidi tufanye sherehe kubwa sana. Sana. Yaani sana. Yule mtoto inabidi nimpe saluti kabisa. Nana? Hapana. Yaani amefanya jambo moja zuri sana. Haiwezi kukaa hapa tu nakaa katika nchi na wanaume wapumbavu bwana. Kabisa. Na kuhusiana hicho cheo, mimi mwenyewe nakihitaji sana. Na na imani mimi ndo nitakuja kukichukua hicho cheo. Wengine wazunguke, ila mimi tajiri wa uchawi wa kununua. Sifeli. Ni kweli, sababu hiki cheo kinazunguka kinamtafuta mtu kiujuu atakayefanya vizuri zaidi baada ya mimi yeye. Mjomba. Shikamoo. Marhaba mjomba wangu. Sogea basi hapa tuongee kidogo. Mimi akanikataza watu nisiowajua ni kuongea nao. Mjomba wangu. Dakika moja tu. Mama nasi ni Mswahili bwana. Wewe sogea mjomba wangu. Kusitaki. Mjomba. Njoo chukue pipi. Sasa nataka unisaidie kitu kimoja. Kitu gani? Najua mjomba ni mwerevu sana. Nataka uniambie vitu gani Kidala anavipenda na vitu gani havipendi. Mimi sijui anapenda nini au akipendi nini. Mjomba acha basi. Au utaki tipi? Nataka. Niambie mjomba wangu. Ongea basi, sije watu wakatukuta hapa. Ninavyojua mimi, Kidala ukimuuliza kama wewe ni mchawi au sio mchawi, huwa anakasirika sana. Kwa hiyo unamaanisha kama Kidala hawapendi wachawi? Ndiyo, hawapendi hata kuwaona. Alafu nilisikia kuwa Kidala ana nguvu. Hivi ni kweli? Sijui. Basi sawa. Chukua hii pipi. Lakini usimwambie mtu kama nimekupa pipi, sawa? Chukua mjomba wangu. Ila usimwambie mtu yeyote kama nimekupa, sawa? Asante. Ndio.
Karibu. Karibu. Habari za huko unakotoka? Toka unakotoka. Najua unawaza katika kichwa chako umepotelewa na mke wako. Ni kweli si kweli? Sawa, lakini umejueje mganga? Najua unatembea unawaza katika kichwa chako. Una mengi katika kichwa chako, lakini nina imani mawazo yako yote mpaka kufika hapa kwa mganga. Mganga Mangube amekuona. Toka unakotoka unawaza, lakini kama mganga Mangube amekuona, mimi nina imani mkeo ametekwa na wachawi. Mganga, mbona kama sikuelewi? Ametekwa na wachawi? Ametekaje mke wangu? Kwani mke wangu amewakosea nini mpaka wamteke? Mimi sijui mganga. Naambie basi. Mkeo utampata. Mkeo utampata, ila kumpata mkeo kuna kazi lazima tuweze kuifanya. Mimi hapo mganga, fanya unalofanya, ili mradi tu mimi nimpate mke wangu. Na lengo la kuja hapa mimi ni kumpata tu mke wangu. Kwa hiyo mimi naomba tu Bwana unisaidie mganga, nimpate tu mke wangu. Kwa hiyo fanya unavyofanya, chochote utakachoniambia, chochote kile mimi nitakifanya mganga. Hata unipe masharti gani, mimi nipo tayari, ili mradi nimpate mke wangu. Mganga, mke wangu nampenda sana. Yaani hakuna kitu chochote kwenye maisha haya zaidi ya mke wangu. Kwa hiyo nisaidie ndugu yangu katika hilo. Nitafanya shughuli zote ama nitaacha shughuli zangu kwa kusaidia wewe kijana. Unaonekana ni mstaarabu sana. Ila umefika. Sawa mganga, wewe fanya tu hivyo. Mimi niko tayari kikweli. Yaani niko tayari kabisa. Yaani moyo mweupe, mimi nifanyie tu hiyo tiba. Hapa kuna tiba 2 tutazifanya. Tiba hizo, ya kwanza ni ya dawa. Ya pili inabidi tuweze kupata nguo yake. Na pili ama ya tatu ya kukuongezea ya ziada tupate mshumaa mwekundu. Mganga, mimi nadhani hiyo ya kwanza hiyo. Hiyo ya dawa hiyo ndio itanifaa, lakini hizo 2 za mwisho hizo ngumu bwana. Nipe tu dawa tu. Ya dawa. Sawa. Tufanye kitu kimoja. Nitakusaidia kwa jambo hili moja. Nitakupa dawa, alafu utaniachia jina lake. Haya basi mganga, fanya tu hiyo dawa. Nitaanza kukushughulika, nikimaliza kukushughulikia nitakupa dawa. Sawa mganga. Haya, geuka. Unasema? Geuka. Nyosha miguu. Haiga mzelemeti funa kwa ngola sura ngole paragato kono kusemba kuma bahika sulo kwa sura tuchembe kwa quest tite haika gobe ma ako sije kwa sochi amzelemeti ngende hemba tamputu chamweta tehene kulume kumosombea kumusaidi na kasifia kusoma chezo yenda ka usosaidi na kasosaidi mya kuma bahika yenda ka usosaidi na kasifia kasosaidi mfuna kwa na ngola sura ngole paragato ala mzigo lambu yangu msamba lambu yangu na mdigo yangu tumakonde yangu sura kuma bahika kwa samba ni machozi ndaka sosa ndaka sofita kwa sosa kwa system situation ya wasenso kwa Morris ngoso chimbira kumwa haika nzigu lambo yangu msamba lambo yangu mdigo mbo yangu makonde mbo yangu sisi kwa haika sosa ndaka kwa sosa chimbira kumwa haika.
kuna tiba ya mwisho. Niweze kukupiga msasa ama nikuweke maji ya dua haraka sana iwezekanavyo. Na maji haya ya dua inabidi tupate sehemu ya maji yanayokimbia ama sehemu yenye mto. Tena tiba nyingine tena mganga? Mganga, mbona kama hii inatosha tena? Hii inatosha bwana. Hapana, unaniingilia katika mazingira yangu ya tiba. Au nikupe tunguli uweze kufanya wewe mwenyewe? Hapana mganga, twende tu tukafanye na hiyo ya mwisho. Mimi nakusikiliza wewe bwana. Haya, kama unanisikiliza mimi, tukamalizie hiyo ya mwisho. Haya, tuondoke. Haraka sana tufanye hilo zoezi. Ilala, ilala, ilala. Ilala, ilala, ilala. Ilala, ilala, ilala. Msichana mdogo, mchawi. Si ungekuwa una pesa, si ungeniambia? Au ungeenda kufanya kazi za kudanga huko, lakini sio kazi ya kichawi. Ona sasa shangazi, kimekulamba kama koni. Unachekesha shangazi. Mwenzangu, leo kuna jambo limetokea na nimestuka sana. Yaani kwenye pitapita zangu nikaona dawa. Dawa? Ndio. Yule baba kaja na dawa kaweka ndani. Ghafla nimeiona. Nimechukua nimetupa chooni. Napohisi kuna kitu anakitafuta. Na kuna jambo kashaligundua. Sasa nimekuja hapa. Nataka tuongeze umakini. La sivyo mambo yetu yote itakuwa ghasia. Yaani hapo umecheza kama Pele. Kwa upande wa dawa uko vizuri. Sasa yani saa ingine nashangaa huyu mpaka anachukua hiyo dawa vipi? Mkuu, toka umenipa yale mafunzo, nafuata masharti yote ulioniambia. Na kuhusu yule baba, yani hawezi kitu, tushamzidi mbali. Ila kilichonileta hapa ni kukuweka tu wazi na wewe ujue kwamba kule tayari yule bwana kashastuka. Kwetu tuwe makini. Ukiona nazidiwa na unisaidie. Ila ondoa shaka. Tena ondoa shaka kabisa. Yaani wewe vyeo tu. Afu sio kijua. Yaani hawa watahangaika, watazunguka, lakini hawatashinda.